Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Nimetoka studio hapa kidogo, sasa nipo break. Nataka tuzungumze kidogo. Irani wameendelea kupoteza viongozi wao wengi wakubwa, na ukitazama wameendelea kupoteza viongozi wao wengi mashuhuri. Kufariki jana kwa Ali Larijani ni pigo kubwa sana katika idara ya usalama wa Iran, lakini zaidi sana ni pigo kubwa zaidi katika idara ya ushauri wa masuala ya mikakati, masuala ya ulinzi, lakini diplomasia, lakini zaidi sana ule uti wa mgongo wa nchi ya Iran. Nafahamu kwamba katika moja ya senior strategist, yani senior architecture ambao walikuwa wamebaki ndani ya Irani ni Ali Larijani. Ukiacha Ali Shamkhani ambaye naye alifariki pamoja na Ayatollah Ali Said Khamenei kwenye siku ya kwanza mapambano ya vita. Kuondoka kwa Ali Larijani kwa kweli, kwa sisi ambao tumekuwa tukifuatilia siasa za kimataifa, hususan siasa za Mashariki ya Kati, limekuwa ni pigo lingine kubwa sana kwa taifa la Iran. Na mpaka sasa hivi kutazama, Irani imepoteza zaidi ya makamanda wao zaidi ya 200. Kuna idara mbalimbali za kiusalama, wanajeshi, idara za ujasusi kutazama, washauri, kuna kursi kutazama, LGC, basi hichi kote wamekuwa wakipoteza watu wao wa msingi. Unaweza ukasema kwamba hii tunaita ni intelligence blunder, kwa maana kwamba ni makosa ya kijasusi ambayo yamekuwa yakifanya taifa la Iran ambayo yamekuwa yakijirudia. Unaweza ukasema kwamba ni mkakati mahususi ambao umekuwa ukipangwa na Mossad kuhakikisha kwamba sasa wanaendeleza harakati zao za kuweza kufanikisha kile ambacho nafikiri kwamba lazima waweze kukifanikisha mwaka huu. Lakini ukitazama ni kwamba kuna kitu ambacho kufurahisha zaidi katika hiki ambacho kinachoendelea kati ya Irani dhidi ya Marekani pamoja na Israeli. Moja ni kwamba Irani ni kweli imekuwa akipoteza watu wake wa msingi, lakini ile resilience, naposema resilience namaanisha ule ustahimilivu wa kuendelea kupambana, bado umeendelea kuchukua nafasi na bado wameendelea kuresist na kuendelea kushambulia maeneo mbalimbali ndani ya Israel, lakini wameendelea kuzipiga nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Kwa mfano, jana baada ya kufariki Ali Larijani tukashuhudia vile vile Iran wakafanya mashambulizi makubwa sana katika eneo la Israel, lakini zaidi sana wameendelea kufanya mashambulizi makubwa sana kwenye kambi mbalimbali za Saudia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq na maeneo ya Afghanistan. Na nimeona kwa mfano wamewaambia watu wa Afghanistan waondoke kwa sababu wanataka kuendelea kulipa kisasi kwa kupoteza makamanda wao matiifu. Lakini kuna swala la msingi ya kujiuliza ni kwamba, ambao nafikiri ndio itakuwa hoja yangu ya msingi, Ayatollah Khamenei amefariki, hayupo. Ali Shamkhani, mshauri wa masuala ya usalama, top security advisor ya diplomasia, amefariki. Okay, mkuu wa idara ya usalama naye amefariki. Mkuu wa atomic amefariki. Waziri wa ulinzi amefariki. Jana Ali Larijani ambaye alikuwa na mshauri Mojtaba Khamenei na mtu ambaye alikuwa anapanga mikakati dhidi ya mashambulizi kuelekea upande wa pili naye amefariki. Lakini kwa nini Iran wameendelea kuwa na ustahimilivu? Sasa Iran walichokifanya, wamefanya kitu moja cha kimkakati sana kwenye hii vita, ambacho ukitazama kimekuwa kikitoa tafsiri au kimekuwa kikitoa taswira namna gani mipango mikakati imekuwa ni sehemu ya msingi katika dunia ya leo. Walifanyeje? Unajua, kabla ya kufariki kwa kabla ya kufariki kwa Ayatollah Ali Said Khamenei, tazama walichokifanya wao Irani, walikuwa waliweza kuwapandisha ngazi au waliweza kusababisha kuwapa, walisema kwamba brigedia moja akiuliwa basi brigedia wake wa pili aweze kuchukua nafasi. Ndio alichokifanya, kwamba vigogo vya maelfu kama wakiuliwa isiwe kuondoa hamasa ya mapambano. Na walichokifanya, waliweza kuvitawanya vikosi katika nchi nzima ili mwisho wa siku waweze kuendeleza mapambano. Na hii inaitwa ni Mosaic
defense doctrine, kwa maana kwamba ni kuweza kutawanya nguvu mbalimbali katika nchi yako ili mwisho wa siku uweze kuendeleza morali, uweze kuendeleza malengo ya vita, uweze kuendeleza mkakati wa vita na uweze kufikia malengo yako ya kimkakati. Mosaic defense doctrine. Huu ni mkakati wa kizamani sana ambao ulikuwa unatumiwa na of course mapigano. Ukisoma historia za jihadi mbalimbali, ilikuwa kufa kwa imamu sio mwisho wa vita, au kuondoka kwa kiongozi sio mwisho wa sara. Kufa kwa shahidi ni hamasa kwetu sisi kuendelea kupambana. Sasa ukichambua huu mkakati ambao uko nao Iran, sasa ukifikiri kinyume nyume, je, Israel malengo yake yatafikia mpaka lini? Kwa sababu mkakati ulikuwa ni kwamba tuweze kuwaondoa viongozi ili mwisho wa siku hawa ambao ni junior waweze kuweka silaha chini. Na ndio maana Trump anasema kwamba mliobaki mna nafasi ya kuweka silaha chini, mliobaki mna nafasi ya kuweka silaha chini. Ni ambao mliobaki, kama mkiweka silaha chini, basi maisha yenu yatakuwa salama. Kwa ni mkakati kwanza wa kudestroy viongozi. Ukisha destroy viongozi, uje na mkakati ambao utaweza kupunguza morali katika hao wengine. Lakini mpaka sasa hivi vita wiki 3 imetuonyesha kwamba morali ya Irani bado ipo juu, kwa sababu waliweza kutawanya vikosi vyao nchi nzima, na mfumo wa Irani au kujengwa kwenye taasisi ya mtu. Yani mfumo wa uongozi wa Iran haupo kwenye taasisi ya Ayatollah, haupo kwenye taasisi ya Supreme Leader, upo katika kulinda na kutetea malengo ya mapinduzi mwaka 1979 na malengo ya kufikia kimkakati, hata kama uongozi ukiwa haupo. Of course mapinduzi ya mwaka 79 yaliweza kuleta huo mtazamo wa sura ya kidini katika mtazamo wa kisiasa, au sura ya kisiasa katika mtazamo wa dini. Utachagua mwenyewe unataka kuiweka vipi. Kwa hiyo hili ni somo kubwa sana ambao kwa kweli wamekuwa wakilifanya Iran, na hiyo inakuonyesha, kwa mfano, tazama kwa mfano harakati ambazo zimekuwa kizunga mkono. Alifariki kwa mfano Ismail Haniyeh, kiongozi wa Hamas ambaye alikuwa anaishi Qatar, alikuwa anaunga mkono na Tehran. Kufa kwa Ismail Haniyeh sio mwisho wa Hamas. Alifariki Mohammed Deif, mtu ambaye alipanga architecture ya mapigano ya Oktoba 7.